Mpenzi mtazamaji, karibu katika darasa letu na somo ambalo tunaenda kujifunza. Tunapenda kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Katika masaa haya tunawaletea wasilisho ambalo litakuwa na kichwa cha somo kinachosema sanamu ya mnyama. Katika somo hili tutaangalia sanamu ya mnyama ni nini, inafanywa na nani, inafanyikaje. Maana ni miongoni mwa maswali mengi ambayo yamekuwa ni tata katika ulimwengu huu na wengi hawafahamu. Lakini kwa neema ya Mungu, kadri Mungu atakavyotujalia, tutaenda kuweka wazi sanamu ya mnyama ni kitu gani na hatari zake ni zipi kwa wale ambao wanajiandaa kusafiri kwenda mbinguni. Manabii waliona mambo ambayo yatatokea siku zetu za mwisho, wakaandika ili kutuonya sisi tunaofikiwa na miisho na ni kwa namna gani tunaweza tukaepukana na hatari ambayo itatujia. Miongoni mwa manabii walioandika, nabii maarufu wa Patmo anaitwa Yohana, aliandika kitabu kinachoitwa Ufunuo wa Yohana. Ni miongoni mwa manabii walioandika maneno mazito ambayo Mungu alipenda tuweze kuyaelewa. Kwa hivyo katika somo letu ambalo tumelipa kichwa cha somo kinachosema sanamu ya mnyama, tungependa kukualika ufuatane nasi hatua kwa hatua ili tuone hatari ambazo zitawakabili wale ambao watakuwa ni wazembe. Basi tunakukaribisha kwa heshima kubwa na kwa neema ya Mungu uandamane pamoja nasi. Tunaanza na kitabu cha Yohana, cha Ufunuo wa Yohana, sura ni ile ya 14 na mstari ni ule wa 9. Biblia inasema, na mwingine malaika watatu akafuata akasema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Katika kikombe cha hasira yake yeye atateswa kwa moto na kiberiti mbele za malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Yohana anaona mambo ambayo yatatokea siku za mwisho. Anaona malaika anapita, tena nasema ni malaika watatu. Malaika wa kwanza alipita, malaika wa pili akapita, lakini anaona malaika watatu. Anasema kwamba mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, huyo naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele za malaika watakatifu. Hivyo inaonekana wakati binadamu anapaswa amtolee Mungu ibada, amsujudie, lakini kuna kitu kingine ambacho kitakuja kuchukua nafasi ya Mungu, mnyama na sanamu yake. Leo tutakuwa kwenye kipengele cha sanamu. Hapo ndipo ambapo tutajikita sana. Wengi yawezekana wanaendelea na kufanya ibada na wengine wataendelea, lakini mwisho wa siku watakuja kujikuta ya kwamba ibada walioifanya haikwenda kwa Mungu. Ndipo Kristo atawaambia, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, maana sikuwajua. Maana waliabudu mnyama, walisujudia mnyama. Ndio maana Yohana ameandika, akituandikia ili tupate kujua ni lipi tupaswe kufanya ili tusije tukachomwa moto ama tukapotea katika jehanamu ya milele siku ile Yesu anapokuja mara ya pili. Nini maana ya kumsujudia? Kusujudia sanamu, nini maana yake? Katika Ufunuo wa Yohana sura ile ya 22, mpenzi msikilizaji na mtazamaji, andamana nasi pamoja tufungue Ufunuo sura 22 mstari wa 8, tusikilize kwa nini aseme kusujudu mnyama. Mtu awaye yote akimsujudu mnyama. Tunasoma Ufunuo 22 mstari wa 8. Nami Yohana ndimi niliyeyasikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona nalianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii na wale waishikao maneno ya kitabu hiki, msujudie Mungu. Yohana alipoonyeshwa mambo makubwa ya ajabu, alipomtazama malaika, alikuwa tayari kwenda kusujudu mbele ya miguu yake. Lakini malaika akamwambia usifanye hivyo, maana mimi
ni mmoja wenu, ni mmoja wa watumishi, mmoja wa wajoli, msijue